Baba yangu, Baba yangu, Baba yangu, ninakutukuza Jehova. Ni wewe peke yako umekuwa Mungu mwema asubuhi ya leo. Watoto wako mioyo yetu inakutukuza, inakuinua. Asante kwa sababu ya ukuu wako na uweza wako toka juu. Ni wewe Bwana umestahili kutukuzwa na kuinuliwa Jehova. Ni wewe mfalme umestahili kupewa utukufu na heshima Jehova Shama. Ni wewe peke yako Bwana. Asubuhi ya leo watoto wako tunainua mikono yako kukutukuza. Ramanda kuriba shanda, ramanda ramakuriba sika, yamakuria masanda reka baba shukuru kusha. Baba, umetupendelea wanao na watoto wako, maana tumeona nguvu zako na tumeona utukufu wako. Ni wewe Bwana, watoto wako tumeshuka mbele zako kunyenyekea kwako. Ni wewe Baba, watoto wako tumeona nguvu zako zikidhihirika. Ni wewe Baba, umetutunza usiku wa leo na kutuamsha tukiwa wenye nguvu na yenye afya njema. Ni wewe Baba, umetufadhili. Ni wewe Baba, umetunyanyua kwa vitanda vyetu. Ni wewe Baba, umetushika kwa mkono wako. Ni nani aliye kama wewe Bwana, Mungu mwenye nguvu? Ni nani aliye kama wewe Jehova, Mungu mwenye utukufu? Peke yako, peke yako, peke yako. Rama rika yanda remando roko shanda ekenda riamanda raka yato zoko ya masika yando rekere sanda ramakuria. Mioyo yetu inakutukuza Bwana. Mioyo yetu inakuimbia sifa Yesu. Vinywa vyetu vinakutukuza Bwana. Vinywa vyetu vinakuimbia utukufu. Vinywa rika rere sere reke yanda roko yaba sanda endere kariba sandara rosha kaya taramando eke yama sandara reka yando yababa sindarika rokori masanda imanda rekeya sakaya. In the mighty name of Jesus. Baba, tunakutukuza. Baba, tunakuinua. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe umetuvusha katikati ya hatari. Ni wewe umetuinua katikati ya vita. Oh my Jesus, my glory. Ni majira ya usiku e Bwana, ambako maadui wamepambana na sisi, lakini Baba umetushindia. Rimanda ramando shamando rika baba sanda rika babu raba baba sanda rama kariba saka raka ramanda raka yanda resata rabako riba saka yakamanda rikato sata raka baka shata rabako resata ramanda rabakoria rasata raka shatata. Baba, mioyo yetu inakutukuza, mioyo yetu inakuinua. Oh, tunasema asante, tunasema asante, tunasema asante. Na wewe tamka, na wewe andika kwa mkono wako, mwambie Baba asante. Unapoandika na unaponena kwa kinywa chako, unapomwambia Baba asante na ukaandika, oh Bwana natukuzwa, oh Bwana natukuzwa, oh Bwana natukuzwa. Andika, mwambie Bwana asante, ambia Yesu asante. Asante kwa asubuhi ya leo, asante kwa fadhili zako, asante kwa mkono wako, asante kwa kunibeba, asante kwa kunitunza. Risanda ramakoribasika. Oh, ninasikia sauti ya Mungu, ninasikia sauti ya Bwana. Kuna mahali umepita, kuna ndoto imekusumbua usiku huu, kuna ndoto mbaya umekutana nayo. Niandikie ndoto yako kwa njia ya WhatsApp ya 0679645759. Kuna vita imetokea majira ya usiku, na inawezekana kabisa kuna mahali unasikia unaumwa na kuna kitu unasikia kwamba kinakusumbua. Hebu niandikie, tunaenda kuomba sahihi na kuna vitu vinakwenda kuachilia. Usipuuze kile unachokiona majira ya usiku, kwa sababu vita nyingi iko majira ya usiku. Reosa na raka ya toto rapa koribasika. Kuna watu walishambuliwa usiku, wakaharibiwa maisha yao, ndoto zao zikaharibiwa.
yakaharibiwa, mambo yao yakaharibiwa, naomba saa hii nishirikishe hicho ambacho nakiona, ambako napitia. Ni mahali gani pagumu ambako nasikia kwamba uwezi na unataka kumuona Mungu? Rabashandaraka rebeseke ya bakari ya masika. Ninasikia Bwana akiwa ananiambia, wako wengi wanasumbuka, wako wengi wanalia na hawana msaada. Wewe chukua hatua moja. Copy link hii, peleka kwa rafiki na ndugu na jamaa, inawezekana ukamsaidia naye akapona asubuhi hii. Usipuuze, fanya hivyo. Peleka link, mpeleke kwa magrupu, share kwa status, peleka kwa Facebook. Kuna watu naenda kuwasaidia, nao watasema maombi haya ilitubeba. Oya sikamanda rababa koriba sata randa reke shata rosha kababa baba. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ninaisikia sauti ya Mungu akiniambia asubuhi ya leo, umepigana vita ngumu sana, umepigana vita muda mrefu. Kuna waliokwenda kwa waganga, walioenda kwa wachawi ili kumaliza hatima yako, ili kumaliza ndoto yako, ili kumaliza maisha yako, na walienda wakwenda mikono mitupu, walienda na dhabihu, walienda na sadaka, wakaloga. Rabasha karamakosha, ninawasambaratisha kwa jina la Yesu. Rabose kerere sanda rakabaka shatatata makarebo shika. Na wasuwi ya leo unaposimama hii ni vita, kamata zabiu yako, kamata sadaka yako. Rama sakatata. Watu wanaomba maombi kama haya, maombi makubwa ya namna hii, hata bila sadaka hauwezi kushinda vita hii pasipokuwa na sadaka. Kamata hiyo sadaka yako. Mungu naona sikia, Mungu ananiambia kuna vitu anataka vifanye kupitia namba hiyo ya sadaka ya 0756934903. Huko mkono wa Mungu unaenda kufanya kazi kumaliza vita yako asubuhi ya leo. Tuimalize hii vita. Mosatara makashatatatatata. Ninaisikia sauti. Hii ni sauti kubwa sana ya Zaburi ya asubuhi. Na Zaburi ile 116 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 19. Lakini mimi nitasoma mistari michache kabisa, lakini rudia yote hii some, utaona Zaburi ya asubuhi iliyobeba ukuu sana wa Mungu, iliyobeba ukuu sana wa Mungu. Biblia inasema haleluya, anampenda Bwana kwa kuwa anaisikia sauti yangu na dua yangu, kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamuita siku zangu zote. Biblia inasema kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata, naliona taabu na huzuni. Nikalitia jina la Bwana. Bwana na kuomba sana, uniokoe nafsi yangu. Bwana ni mwenye neema na haki, na Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana uwalinda wasio hila, nalidhihirika akaniokoa. Nafsi yangu urudi laani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Anaisemea nafsi irudi lahani mwake. Ndugu yangu, nafsi inaweza kuteka, nafsi inaweza kufungwa, nafsi inaweza kupelekwa kifungoni. Anasema kamba za mauti zilinizunguka. Katika ulimwengu wa roho kuna kamba za mauti ambazo kamba hizi zimekuzunguka, wakitaka kukuharibu, wakitaka kushambulia, wakitaka kuua ndoto zako, wakitaka kuua maisha yako. Biblia inasema, Daudi anasema kamba za mauti zilinizunguka, kuvunja vifungo vya mauti na uharibifu. Wameharibu ndoto zako, wameharibu maisha yako, wameharibu ndoto zako, wameharibu kila ulicho nacho, wameharibu hatima yako. Kila unachokifanya kinaharibika. Mungu ananiambia asubuhi ya leo, kila kamba ya mauti ambayo wameifunga lazima tuikate asubuhi ya leo. Wameweka kamba ya mauti wakitaka kuharibu ndoto zako, wakitaka kuharibu maisha yako, wakitaka kuharibu hatima yako, wakitaka
ikitaka kuharibu kila unachokifanya kimeharibika, ni kamba ya mauti. Kamba ya mauti ni uharibifu. Mauti inaharibu ndoto zako. Mauti imeharibu kazi za mikono yako. Mauti ni vifo vya ghafla. Mauti imeharibu neema uliyokuwa nayo. Mauti imeharibu kila unachokipata. Mauti imeharibu kila unachokishika kwa mikono yako. Ni roho ya madeni kwa sababu kuna mauti iko juu yako. Ni roho za kupata hasara kwa sababu mauti iko juu yako. Ni roho za uangamifu kwa sababu mauti iko juu yako. Ni roho za magonjwa kwa sababu mauti iko juu yako. Asubuhi ya leo namuita Bwana kwenye Zaburi ya asubuhi, kavunja vifungo. Ya Zaburi ya asubuhi ya kuvunja vifungo. Vifungo vyote vikavunjike. Haijalishi wamekufunga kwa namna gani. Haijalishi wamekufunga kwa namna gani. Asubuhi ya leo hicho kifungo na hiyo kamba ya mauti tunaikata katika jina la Yesu Kristo. Tunaikata katika jina la Yesu Kristo. Popote pale nataka waombaji, kamata sadaka yako, anza kuomba. Kama kuna aina ya kifungo cha aina yoyote ambacho amekufunga asubuhi ya leo, tunaenda kutangaza katika jina la Yesu Kristo. Vifungo vyote ambavyo wamekufunga, vifungo vyote ambavyo wameharibu hatima yako, vifungo vyote ambavyo wametuma kuua ndoto zako na kuua maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Rebosa kataramakosha, inatangaza kwa jina la Yesu Kristo. Kifungo chochote ambacho umefungwa, kifungo chochote cha nafsi, kifungo chochote juu ya hatima, kifungo chochote juu ya kazi, kifungo chochote walichokufunga, roho shakatatata, na tangaza, ninafungua hiyo kamba, hiyo kamba ya kichawi, hiyo kamba ya mauti, hiyo kamba ya uharibifu, hiyo kamba ya madeni, hiyo kamba ya kifo, hiyo kamba ya kichawi, rabashatatata. Ninachiria moto wa Yesu Kristo upenye kwa jina Yesu. Asubuhi ya leo ukateketeze madhabahu zote za giza, madhabahu zote za kuzimu, madhabahu zote za mizimu, mizimu ya kwenu, mizimu ya baba yako, mizimu ya bibi yako. Shatarabakasha rikatarabakosha rikashatatata makoria bakoria rikayatasa rabakayatasa rabakotasa rikataramando riasatarabakasha rabakoribaseka. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Leo natangaza karabakosha rikashasata rabakoshata, in the mighty name of Jesus. Nafuta vifungo vyote, nafuta vifungo vyote katika jina Yesu. Reamako ribasaka, chochote walichokutumia nina king'oa, nina king'oa, nina kisambaratisha asubuhi ya leo. King'oke, 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 king'oke. Achia kazi, achia kazi, achia kazi. Toa binti huyo kwenye kifungo cha madeni, na huyo baba hicho kifungo cha kukataliwa. Leo 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 na kuondolea kila aina kifungo kwa jina Yesu. Na isafisha asubuhi ya leo, na isafisha, na safisha asubuhi ya leo, na safisha asubuhi ya leo, na safisha, na safisha, na safisha njia yako, na safisha njia yako, in the mighty name of Jesus Christ. Shadorosha tatatata, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Asante Bwana Yesu, asante kwa kusudi lako. Utukufu na heshima ni zako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Sema amina, amina, amina. Mungu wangu na mbinguni akubariki. Kamata hiyo sadaka yako ipande sahihi kupitia namba ya 0756 934 903 kwenye skrini. Naomba uniambie hicho kifungo ambacho napitia, Baba akuondoe kwenye hicho kifungo, na utaona mkono wa Mungu kitenda kazi. Panda hiyo sadaka na neema ya Yesu itakuwa juu yako. Nichukue nafasi hii kukuomba kabisa, popote pale ulipo, niombe hiyo sadaka. Baba, natamka kupitia sadaka hiyo ya asubuhi, neema ya kimbingu Baba ninaiachilia. Nenda akafanikiwe na kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Nichukue nafasi hii kabisa, niombe sadaka hii ipande, na utamuona Mungu akitenda kazi. Na nichukue nafasi kabisa asubuhi ya leo, nikuombe popote pale ulipo,
neema ya Yesu Kristo ikutunze, na shiriki pamoja na mimi popote pale unapopitia, ili tumuone Mungu akiendelea kusaidia. Na popote pale ulipo, nichukue nafasi hii kukaribisha sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, ambako mamia ya watu na maelfu yanamiminika hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania, kutoka nje na nchi ya Tanzania, kumuona Yesu Kristo mtenda miujiza. Nikutakie siku njema. Shalom, 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 shalom.